Serikali imezindua fao jipya la fidia kwa mfanyakazi atakayepata ulemavu akiwa kazini kuweza kusomea fani nyingine itakayomwezesha kuendelea na majukumu ya watumishi kufuatia marekebisho ya sheria ya fidia kwa wafanyakazi ya mwaka 2024. Na ligi kuu ya soka Tanzania bara inatarajiwa kuendelea leo kwa michezo mitatu ya mzunguko wa 23 ambayo itachezwa kwenye viwanja vya miji ya Dar es Salaam na Lindi. Na bila shaka mzima wa afya popote pale ulipo, ujambo na karibu katika kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Mimi ni Emmanuel Mwakaputela. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Serikali imezindua fao jipya la utengamao litakalotolewa na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF, ambalo litamwezesha mfanyakazi aliyepata ulemavu akiwa kazini kusomea fani nyingine itakayomwezesha kuendelea na majukumu ya kiutumishi kufuatia marekebisho ya sheria ya fidia kwa wafanyakazi sura ya 263 yaliyofanywa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi Agosti mwaka 2024. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Ridhiwani Kikwete amebainisha kuhusu kuanza kutolewa kwa fao hilo wakati wa uzinduzi wa maadhimisho ya kuelekea miaka 10 ya mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF. Kuanza kutoa fao hili ambalo ni jipya kabisa nchini. Fao hili linatoa nafasi kwa wale ambao wana talanta fulani, baada ya kupata ajali kazini, ile talanta yao ikasimama au ikafa kabisa. Kwa mfano kama ni dereva, tutatoa mfano wa dereva. Labda dereva amevunjika mguu kwa maana sasa hawezi kukanyaga tena zile pedo. Basi sasa kupitia rehabilitation benefits itamfanya huyu dereva sasa akafundishwe fani nyingine ili aweze kuendelea kuwa muhimu katika maisha ya jamii yetu. Akizungumza katika uzinduzi huo, mkurugenzi mkuu wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF Dr. John Mduma amebainisha mafanikio yaliyopatikana kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita na mwelekeo wa mfuko kwa miaka ijayo. Tangu mfuko huu uanzishwe, tumekuwa tukipata hati safi za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali consistently kwa miaka yote hii. Ni jambo la furaha kwa maana kwamba hatujakutwa na vitu ambavyo vina dosari na kupewa hati ambayo hairidhishi. Bi Mariam Bakari ni mmoja wa nufaika wa mfuko wa WCF baada ya mumewe kufariki dunia kwa ajali akiwa kazini, ambapo anaeleza namna ambavyo mfuko umekuwa na msaada katika kuihudumia familia. Lakini siku pesa hii ilipoingia nilipata nguvu na nikaenda Jamhuri, nikapata mabati mazuri, nikapaua nyumba yangu vizuri. Sasa hivi ukikuta sio ile tena. Nikavuta na umeme, watoto wanaangalia na vikatuni. Kusema kweli nashukuru sana, WCF imenishika mkono kana kwamba ni mjane, lakini imenipa nguvu sana. Nashukuru mno. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Watafiti wa kilimo wanawake katika taasisi ya utafiti wa kilimo TARI kituo cha Naliendele wamesema wataendelea kutekeleza mikakati ya serikali ya kuhakikisha kwamba sekta ya kilimo inakuwa pasipo kusahau kuimarisha huduma za msingi za afya ya wanawake ili uchumi ukue sambamba na afya imara. Wakizungumza katika hospitali ya rufaa mkoa wa Mtwara Ligula wakati wakifanya usafi na kutoa msaada wa mashuka pamoja na vifaa vingine kwa ajili ya wagonjwa hospitali hiyo, wanawake watafiti wa kilimo TARI Naliendele wameeleza kuwa wakati wana jukumu la kukuza sekta ya kilimo, wanapaswa kuhakikisha kuwa uchumi wa wananchi uendane sambamba na afya imara za wananchi. Ni msaada ambao haupungui milioni 2.5. Kwa hiyo tunaamini vifaa hivi vitakwenda kuongezea nguvu pale ambako serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikifanya. Na sisi kama wadau, kama taasisi ambayo tunafanya nao kazi kwa ukaribu, lengo hasa ni kuwagusa wanawake ili waweze kujua wajibu wao katika jamii, lakini waweze kujua majukumu yao wanapotenda kazi. Wanatakiwa wafanye kazi huku wakizingatia haki, usawa. Nawaambia wanawake wengine ambao wanaotusikiliza kutoka katika taasisi mbalimbali, halmashauri na vikundi vyote, tujiunge kwa pamoja ili tuweze kuwasaidia wamama wenzetu wenye uhitaji mbalimbali katika jamii. Akipokea msaada huo, muuguzi mfawizi katika hospitali hiyo Thomas Magara amesema licha serikali kuhakikisha kuwa huduma za afya zinakuwa bora wakati wote, jamii pia inapaswa kutoa mchango wao ikiwa ni sehemu ya kuwafariji wagonjwa. Katika hali ya kawaida na washukuru sana kwa sababu wagonjwa wetu asilimia kubwa wanahitaji faraja.
Kwa wanapoona watu wa nje ambao ni mnakuja kuwasalimia, kuna kitu kizuri sana ambacho mnakuwa mnakipanda kwa wale wagonjwa. Mnawapa pia hata ile hali ya wao kuona kwamba tuko udini, lakini pia hata ndugu zetu ndio wanatuombea. Kwa tumefaidika sana. Lakini pia hata sisi kama hospitali inatupa nguvu kwamba tuna mahusiano mazuri pia na jamii. Kwa hilo tunawashukuru sana TARI, tunawashukuruni sana. Kwa hiki ambacho mmekitoa tutakifikisha kwa wale ambao ni wahitaji, ambao ni wagonjwa. Lakini pia bado tunaendelea kuomba tena kwamba pale mnapopata nafasi muendelee kutukumbuka. Kutoka mkoani Mtwara, Damalima, Channel 10. Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, Jaji George Joseph Kaze, amewataka wasimamizi wa vituo vya uandikishaji wapiga kura wapya wanafanya kazi yao kwa weledi, ikiwa ni pamoja na kuzuia wasiohusika kuingia vituoni. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano kati ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na wadau wa uchaguzi mkoani Dar es Salaam, mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji wa Mahakama ya Rufani Jacobs Mwambegele, amesema wanaohusika kwenye uboreshaji wa taarifa za mpiga kura ni pamoja na wale waliofikisha miaka 18 au waliohama maeneo ya kupiga kura, pamoja na kuondoa taarifa za watu waliopoteza sifa za kuwa mpiga kura. Au ambao kadi zao hazijaharibika au kupotea au hawajahama kutoka eneo moja la uchaguzi kwenda eneo lingine, au taarifa zao hazijakosewa na hawahitaji kuboresha taarifa hizi. Kujiandikisha kuwa mpiga kura zaidi ya mara moja ni kosa la jinai. Kwa upande wake, mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhani Kailima amesema katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu idadi ya wapiga kura inatarajiwa kuongezeka kwa 18.7 kutoka 29,754,659 ya mwaka 2020 hadi kufikia 1,34,746,638, huku Dar es Salaam pekee ikitarajiwa kuwa na wapiga kura 4,072,337. Baada ya uboreshaji tumebaini kwamba kuna baadhi ya Watanzania wenzetu wanazo kadi za kabla ya 2015 zilikuwa na mfumo wetu unaoitwa OMR, Optical Marking Recognition, ambao ulikuwa unatoa kitambulisho kwa njia ya lamination. Sasa tulikuwa tuna daftari na kazi data. Kwa wale kuambie kabla ya 2015 kama wanazo hizo kadi zipata lamination, hawajitokeze kwenda kuandikishwa kwa sababu hapo kwa kazi data ya tume. Katika mkutano huo wa siku moja, washiriki walionyeshwa namna ya zoezi zima la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura utakavyokuwa ukifanyika kwa kutumia vifaa vinavyotumia teknolojia ya kisasa, ambapo mwananchi anayekwenda kuboresha taarifa zake ataondoka na kadi yake ya kupiga kura. Mkutano huo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na wadau wa uchaguzi mkoa wa Dar es Salaam ulihusisha viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, waandishi wa habari, asasi za kiraia, pamoja na watendaji wa ngazi mbalimbali wa serikali, huku kauli mbiu ikisema kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Faraja Kihongole wa Channel 10. Walipokodi wakubwa wa kodi ya ardhi na pango jijini Dar es Salaam wamemwomba Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Deogratias Dejembi kuondoa riba, tozo na malipo mengine kwenye kodi hizo, ambapo Mheshimiwa Waziri ameahidi kuwasilisha ombi hilo kwa Rais. Waziri Ndejembi ametoa kauli hiyo wakati wa kikao kazi na walipa kodi ya pango na ardhi wakubwa jijini Dar es Salaam, ambapo amesema atapeleka mapendekezo hayo kwa Mheshimiwa Rais, huku akiwataka walipe kiasi cha shilingi bilioni 45 ambacho serikali inawadai kabla ya mwaka wa fedha 2024-2025 kuisha. Niwatake wale wote ambao wana mashauri ya kimahakama na bado hayajapatiwa ufumbuzi kule mahakamani waweze kuandika barua kwenda kwa Katibu Mkuu, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, ama hata Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, kwa ajili ya kuelezea hilo na kwamba mpaka sasa wamekwama kulipa kwa sababu hawajapata uhakika wa umiliki wa eneo lile mpaka hapo mashauri ya kimahakama yatapokuwa yamefikia mwisho, ili na sisi tuweze kujua na kutoa katika orodha yetu ya wadaiwa wa pango la ardhi. Tunaweka pause. Wizara imepewa jukumu la kukusanya maduhuli ya serikali kiasi cha shilingi bilioni 250.
Hata hivyo, ili kuhakikisha tunafikia malengo tuliyopangiwa, hadi kufikia tarehe 28 Februari 2025 tumekusanya kiasi cha shilingi bilioni 105 sawa na 42% ya lengo. Nao walipa kodi wakubwa wakaiomba serikali kuboresha mfumo wa ulipaji kodi ya ardhi ili kuweka mazingira rafiki ya kila Mtanzania kuwajibika kisheria kulipa kodi. Kwamba ingetakiwa unapopata hati ndio udaiwe kodi, lakini hii pia unaweza kudaiwa kabla tujapata ile hati. Shughuli za shule zimevurugika, na sisi wamiliki wa shule tunadaiwa na tunakubali kudaiwa. Sasa tunaomba Mheshimiwa Waziri, kwanza niunge mkono wadau wenzangu wa ardhi waliposema kwanza ututolee ile, umuombe Mheshimiwa Rais, utuombe kwa Mheshimiwa Rais ile interest kwanza iondoke. Otherwise kwa kweli mashule yetu yote mtayauza. Siahidi kwamba litatokea, nimesema nakwenda kumuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ilivyotoka kwenye mwaka wa fedha 23-24 ili basi msamaha ule uweze kuwepo pia 24-25. Lakini kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Wananchi wa mkoa wa Njombe wamesisitizwa kuzingatia matumizi ya nishati safi ya kupikia na kuachana nishati chafu ikiwemo kuni na mkaa ili kuepuka athari zitokanazo na matumizi ya nishati chafu ikiwemo matatizo ya afya. Rai hiyo imetolewa wakati wa tamasha la mapishi lililofanyika katika kuelekea shamra za maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa lengo la kuhamasisha wanawake kutumia nishati safi na kuandaa chakula chenye virutubisho bora ili kupambana na tatizo la udumavu kwa watoto. Kuanzia mwaka 2024 mpaka 2034, 80% ya wananchi wote wawe wanatumia nishati safi. Sasa hivi Njombe kupitia mkaa basi, sababu tunajua kwamba una madhara yake. Unapokuwa unatumia kuni kupikia kuni kwa muda wa saa moja ni kama vile umevuta sigara 300. Wataalamu ndio wanasema hivyo. Kama ambavyo tunajua tatizo la utapiamlo au udumavu lina visababishi vingi. Kupika katika nishati chafu kunaweza kusababisha magonjwa mbalimbali. Kwa upande wake, afisa uhusiano wa shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Njombe Lucy Mtega amesema shirika hilo limejitokeza kuhamasisha matumizi ya umeme kama nishati mbadala. Ni nzuri kwa mazingira, haileti pollution, haileti uchafu aina yoyote. Pili, inatumia umeme kwa kiasi kidogo sana, kwa sababu mfano unaweza ukachemsha maharage kwa kutumia unit moja, ambayo unit moja ni kama 350. Katika hatua nyingine, viongozi na wakazi wa mkoa wa Njombe wamejitokeza kwenye tamasha hilo na kuonyesha kufurahishwa na hamasa kwa mwanamke kutumia nishati safi ya kupikia. Hamasisha watu watumie nishati safi kwa sababu sio lazima tu kumaliza misitu, pia na kwa afya zetu. Tumeweza kujifunza kitu kikubwa sana, kama watu wengi wanapika lakini bila kujua sayansi ya chakula. Ikiwa ni sehemu ya shamra za maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, katika hatua nyingine, katibu tawala wa mkoa wa Njombe Judika Omari ameungana na wanawake kukabidhi misaada ya kibinadamu yenye thamani ya shilingi milioni 1 kwa shule ya msingi na sekondari ya Viziwi mkoani Njombe. Nikiripoti kutoka viwanja vya stendi ya zamani mjini Njombe, mimi naitwa Michael Patrick, Channel 10. Na baadhi ya wakazi wa wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa wameomba timu ya wataalamu wa sheria kutoka katika kampeni ya msaada wa sheria ya Mama Samia kufika katika maeneo yao kusuluhisha migogoro na kutoa elimu ili kupunguza migogoro iliyopo. Wakiongea mara baada ya kushiriki katika mikutano ya kampeni ya msaada wa kisheria inayoendeshwa na wataalamu wa sheria katika halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga, baadhi ya wanufaika wamesema, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea hii timu ya Mama Samia Legal Aid Company, hoteli wataalamu. Kwa kweli hii hapo imetusaidia, imewajengea uwezo wananchi wetu. Asilimia kubwa kwa kata ya Kipeta migogoro mikubwa ni ya ardhi, lakini wananchi wameshapata uelewa ambapo wameturahisishia na sisi zaidi namna ya kutatua hii migogoro ya ardhi. Kwa kweli wameelewa vizuri. Tunaomba sana wao wanakuja kwa vipindi angalau baada ya miezi 3 ili waje wao wanakuja kutusaidia kuwajengea uwezo. Migogoro mingi vijijini inahusu masuala ya ardhi, mirathi, ukatili wa kijinsia, ndoa, utelekezaji wa familia na madai. Haki miliki ya kimila ni nzuri kwa kwenu kwa sababu ni usalama wa ardhi yako,
lakini pia kama unahitaji ya kukopa kwenye taasisi za kifedha, unaipeleka ile hati. Baada ya kwenda na maelezo mengi, unaienda unaiweka kama dhamana. Lakini pia dhamana inaweza ikawa kama dhamana kwenye mambo mengine ya kisheria. Una kesi mahakamani, una dhamana gani? Ni hati. Kwa hiyo mimi nawashauri wenzangu ambao mna mashamba, ni vizuri sana kuyatengenezea hati ya haki miliki ya kimila ili kuepuka migogoro ambayo sio ya lazima. Kulawiti maana yake ni kitendo ambacho mtoto wa kiume anamwingilia mtoto wa kiume mwenzake, kwa maana ya kwamba wanafanya mapenzi ya jinsia moja. Tena kinyume na nini? Kinyume na maumbile. Pia kuna mapenzi ya jinsia moja ya kike. Kuna mapenzi ya aina moja ya nini? Inaitwa kusagana. Hakuna mtoto yote anayeruhusiwa kufanya mapenzi. Mwanafunzi yoyote hatakiwi kufanya nini? Mapenzi. Willy Sumia, Channel 10. Na tutazame katika upande wa habari za michezo. Tunaambiwa ligi kuu ya soka Tanzania bara inatarajiwa kuendelea leo kwa michezo mitatu ya mzunguko wa 23 ambayo itachezwa kwenye viwanja vya miji ya Dar es Salaam na Lindi, ambapo mchezo wa mapema majira ya saa 10 jioni utawakutanisha wenyeji KMC dhidi ya wageni wao Fountain Gate. Kuelekea mchezo huo utakaochezwa kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam, makocha na manahodha wa pande zote mbili wamezungumzia maandalizi yao. Kwenye football vile unavyofanya makosa na mpinzani wako atazidi kukuadhibu na utazidi kuruhusu magoli. Unaweza ukashinda mechi lakini ukashinda kwa magoli mengi na au ukafungwa magoli mengi. Kwa hiyo kikubwa kama kwa upande wetu sisi kama walimu, ile eneo tumeliona. Timu iko imara baada ya mwezi mmoja na masiku na mawiki. Sasa hivi vijana wamekuja wako juu. Hata ukiona mchezo zetu za karibuni umeona tukicheza mpira wa kazi na tuko tayari sana. Wachezaji tumejiandaa kwa upande wetu kwa sababu walimu washamaliza kazi yao. Wametupa kile ambacho inahitajika kifanyike siku ya kesho. Kwa lililobaki ni sisi wachezaji kubeba jukumu la walimu kulihamishia uwanjani. Nipende kuwatoa hofu kwamba wana Fountain Gate kwamba sisi vijana wao tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho dhidi ya KMC na tutawafurahisha na tutawapa furaha. Mchezo mwingine wa ligi kuu hapo kesho utashuhudiwa kwa wenyeji Namungo FC wakicheza na Singida Black Stars kwenye uwanja wa Majaliwa Ruangwa mkoani Lindi majira saa 12:15 jioni. Huku majira saa 2:30 usiku wenyeji Azam FC watapepetana na Tanzania Prisons katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, ambapo makocha wa pande zote mbili pia wameeleza kukamilika kwa maandalizi yao. We have now 8 games and we must to be like we was in the first of the league. Tunajua tunakabiliana na timu ambayo iko strong. Moja timu tatu bora katika ligi yetu ama katika nchi yetu ni Azam. Kwa hiyo ni mechi ambayo iko na mtazamo mwingine kabisa, ni mechi ambayo nadhani kwa namna yoyote ile ilivyo Tanzania Prison kwa sasa hivi kila mechi tunaichukulia kama as final ya kutafuta point 3. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Na mtazamaji, hii ni Asubuhi Njema, mimi ni Emmanuel Mwakapotela.